Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan azindua mradi mkubwa wa maji wa Same, Mwanga na Korogwe uliopo wilayani Mwanga mkoani Kilimanjaro. Na Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Profesa Palamagamba Kabudi azindua programu maalum ya michezo kwa ajili ya wanawake na wasichana ambayo inatarajiwa kuwa mwarobaini kwa wanamichezo hao. Habari za asubuhi watazamaji wetu, karibuni kwenye kipindi cha Asubuhi Njema ambapo tunakuwa na taarifa ya habari, na baada ya hapo tutapata fursa ya kuangalia vichwa vya habari vilivyopangwa kipaumbele katika magazeti yaliyotufikia hivi leo. Jina langu ni Dorcas Ramos na tunaianza taarifa yetu ya habari. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amezindua mradi mkubwa wa maji wa Same, Mwanga na Korogwe uliopo wilaya ya Mwanga mkoani Kilimanjaro. Tupate taarifa zaidi. Mheshimiwa Daktari Samia amesema mradi huo ni muhimu sana kwa kuwa unaenda kuondoa changamoto ya muda mrefu wa ukosefu wa maji safi na salama unaosababishwa na ongezeko kubwa la idadi ya watu. Ndugu zangu, baada ya kukamilika kwa kwanza mradi huu, tayari tumeshaanza kuona matokeo chanya kwamba uwezo wa kuzalisha maji umepanda kutoka lita milioni 3.7 na sasa mradi unazalisha lita milioni 6 kwa siku, na hivyo kutosheleza mahitaji ya jamii. Mradi huu umeongeza uwezo wa kufikia wananchi kutoka 50,615 hadi wananchi 300,000. Sasa watafaidika na mradi huu kwenye vijiji 38 za Same, Mwanga, lakini na kule Korogwe. Huduma ya maji iliyokuwa inapatikana kwa masaa machache, kwa sasa maji yanapatikana kwa masaa 24 kila siku. Hiyo ndio taarifa nilionayo wana Mwanga na Same. Mradi huu kwa wa muda mrefu, viongozi waliotangulia na wewe mwenyewe Mheshimiwa Rais wakati kama rais ndio uliweka jiwe la msingi. Leo wana Mwanga na wana Same wanapata maji safi na salama kwa 86%, na hii awamu ya kwanza. Waziri wa Maji Juma Aweso amesema mradi huo wa awamu ya kwanza changamoto ya maji imekwisha na wananchi wanaenda kupata maji safi na salama. Kazi haikuwa rahisi. Mradi huu umefukuzisha watendaji. Mradi huu wapo waliolala polisi. Nimesimama hapa ndugu zangu, katika yule yeyote ambaye tulikwazana kwa ajili ya ukamilishaji wa mradi huu, niwaombe radhi, lakini ilikuwa kwa nia njema kwa ajili ya kuhakikisha maelekezo ya amiri jeshi yanatekelezeka, wananchi wa Mwanga na Same wapate maji safi na salama. Kati ya vijiji hivyo, vijiji 17 vipo katika wilaya ya Mwanga, vijiji 16 wilaya ya Same na vijiji 5 wilaya ya Korogwe. Imekadiriwa kuwa mradi wa maji Same, Mwanga, Korogwe utahudumia wananchi wapatao 456,931 kwa mujibu wa usanifu wa mradi, ambapo uzalishaji wa chanzo unakadiriwa kufikia lita milioni 103.65 sana. Tulikuwa naenda masafa marefu, mama walikuwa wanahangaika na mafundo. Unajua sisi ni wa Masai, kwa hiyo tulikuwa napata changamoto kubwa sana. Na hapa chini kuna mamba, watoto wanapokuja huku mamba wanachukua watoto. Nikiripoti kutoka wilaya ya Mwanga mkoani Kilimanjaro, Tadei Masawe wa Channel 10. Kituo cha Uwekezaji Tanzania TIC kwa kushirikiana na taasisi ya masoko ya hisa wanatarajia kuanzisha huduma ya kuwawezesha vijana wadogo umri wa kuanzia miaka 14 hadi 26 kujifunza kuwekeza kupitia ununuzi wa hisa na hati fungani kwa kiwango kidogo cha fedha ili kukuza mitaji na kuongeza kiwango cha wawekezaji wazawa. Kwa miaka ya hivi karibuni kumekuwa na wimbi la vijana wa umri huo kujikita katika michezo ya ubashiri pamoja na kuwekeza fedha kwenye michezo ya upatu, wakilenga kujipatia fedha kwa haraka, jambo ambalo ni kinyume chake. Kutokana na hali hiyo, TIC kwa kushirikiana na wadau, taasisi zinazoshughulika na masuala ya vijana, wameanzisha programu ya kuelimisha kwa vitendo wanafunzi wa elimu ya juu namna bora ya kuwekeza fedha wanazopata. Kwa hiyo watatengeneza platform ambayo inawafaa vijana wa kuanzia miaka 14 mpaka 26 wa sekondari na vyuo, ili waweze kununua hisa, waweze kununua hati fungani kwa kiwango kidogo ambacho kitakuwa limited. Ukipata boom
shilingi 100,000 ukanunua hisa ya shilingi 20,000, kesho Mungu akikujalia ukapata mshahara wa shilingi 500,000, ile tabia ya kuwekeza na kupata faida itaendelea. Programu hiyo inalenga kuwafikia vijana wapatao 10,000 ifikapo mwishoni mwa mwaka huu na zaidi ya milioni 1 mwaka 2030, ambapo makamu mkuu wa Chuo Kikuu cha Dodoma UDOM Profesa Lugano Kusiluka anaeleza kuwa ni muhimu katika kuwawezesha wanafunzi kutunza fedha. Wawekezaji wa ndani wa Tanzania ni wachache. Wanakuja wageni, wanawekeza kwenye fursa ambazo mimi na wewe Mtanzania tungeweza kuwekeza. Kwa hiyo tukuze mitaji yetu mapema, ili kadri siku zinavyozidi kwenda na sisi wa Tanzania tuweze kuwa wamiliki wa uchumi wetu wenyewe. Na kazi hiyo inaanza na wasomi ambao mko kwenye vyuo vikuu. Yule aliyepata bomu hata kwangu hajatumbukiza. Hizo pesa kapeleka wapi? Tunataka hizo fedha mnazozipata, however small, muziinvest. You have to invest that money. Utajiri unaanza sasa, sio baadaye. Kwa upande wao, baadhi ya wanafunzi wameeleza faida za programu hiyo. Kwa hata ile kidogo mtu aliyokuwa nayo anaweza akaitumia na kuanza uwekezaji, na ndani ya miaka 5, 10, 20 mbeleni inakuwa ni taarifa tofauti. Hivi karibuni kumekuwa na hili sakata la hii kampuni moja inaitwa LBL, kwamba wanafunzi wanawekeza kule alafu kuna namna lina collapse, watu wengi wanaumia sana. Kwa hiyo kupitia fursa kama hizi ambazo zina mkono moja kwa moja na serikali, zitatusaidia vizuri sisi vijana kupitia platform ambazo ni sahihi kama DSE. Inaweza kunisaidia mimi kuinvest kiasi ambacho nisitumie fedha zangu vibaya, kwa sababu mbingiza nikaa na fedha nazitumia bila mpangilio mzuri. Amani Mbando, Channel 10, Dodoma. Licha ya umuhimu wa sekta ya usalama mtandaoni, yani cyber security, idadi ya wanawake wanaoingia katika taaluma hii bado ni ndogo ukilinganisha na wanaume, jambo linaloacha pengo kubwa katika uwakilishi wa kijinsia ndani ya sekta hiyo. Tupate taarifa zaidi. Makamu mkuu wa chuo cha wasibu Arusha IAA anayeshughulikia fedha, utawala na mipango, Dr. Grace Temba ametoa wito kwa wanafunzi wa kike kujitokeza kwa wingi kusomea masomo ya usalama mtandaoni, ambapo akizungumza wakati wa maonesho maalumu ya siku ya wanawake duniani, Dr. Temba amesema kuwa sekta ya usalama mtandaoni inahitaji mchango wa jinsia zote ili kukabiliana na changamoto zinazoikumba, na kuongeza kuwa ni taaluma yenye fursa kubwa za ajira. Tunaamini ukiwa na wasichana wengi au wanawake wengi upande ule, kweli tutakuwa salama katika maeneo hayo. Sasa hivi dunia inaenda upande wa ICT zaidi kuliko upande wa nguvu kazi za mikono au za miguu. Kwa hiyo tunataka tuwe salama pia upande ule wa kutunza taarifa hizo za kimtandao na mambo ya namna hiyo. Kwa hiyo tunaamini wanawake wanaweza. Mwanamke akiamua kujikomiti na kufanya jambo lake, kweli analifanya kwa 100%. Na wanawake ni waaminifu sana na wachapakazi sana. Kwa hiyo ndio maana ninashauri hilo na kushawishi hilo, kwa sababu miaka 3, 4 baadaye tukiwa tumejaza upande ule na wanawake, tutakuwa tuko salama, tutakuwa tuko na amani zaidi. Mbali na masomo ya cyber security, chuo hicho pia kinaendesha kozi mbalimbali zikiwemo kozi za ujasiriamali ambazo zimewasaidia wanafunzi wengi kujiajiri na kujitegemea kiuchumi wakiwa chuoni na hata wanapohitimu masomo yao. Na lengo kuu ya hii program ni vitu viwili. Cha kwanza kuwa na qualified employee. Why qualified employee? Kwa sababu tumegundua kazi zipo, japo watu wanalalamika kazi hamna, lakini hakuna qualified mtu ambaye anafiti kufika katika ile eneo. Kwa hiyo tunadili pia na upande wa career, lakini kitu kingine tunadili na mtu wa pili ambaye ni mtu ambaye ataweza kujiajiri yeye mwenyewe na kuajiri watu wengine ili kupunguza changamoto ya ajira nchini Tanzania na Afrika kwa ujumla. Mimi nilikuja tu na wazo, nikiwa nina wazo bila product, ila pia Startup Center ilinisaidia nikakuza wazo langu, nikatengeneza product na sasa nipo sokoni. Product ninayotengeneza ni mkate wa ndizi. Sasa mabinti wenzangu ambao tuko ndani ya chuo cha wasibu Arusha na hatupo ndani ya Startup Center, ninawaasa tukaribie kwa sababu wanawake tunaweza. Machi 8 kila mwaka, wanawake wa Tanzania huungana na wanawake wengine duniani kuadhimisha siku ya wanawake duniani. Jamila Omar, Channel 10, Arusha. Wazazi na jamii mkoani Njombe imeaswa kutowaficha watoto waliozaliwa na changamoto ya ulemavu kwa madai ya kuhisi aibu au kwa sababu mbalimbali, na badala yake wawafikishe kwenye vituo vya kulelea watoto wenye uhitaji maalum.
Wito huo umetolewa na wanawake wafanyakazi wa kampuni ya kuongeza thamani ya mazao ya misitu ya Tanwat pamoja na wake wa wafanyakazi wa kampuni hiyo na baadhi ya wanaume wakati wa ziara yao katika kituo cha kulelea watoto cha shule ya msingi Kibena kata ya Ramadhani wilayani Njombe kwa lengo la kutoa msaada. Wito wetu sisi ni kwanza shukuru kabla haujaanza kujaji namna gani utamlea. Lakini tunaishukuru serikali yetu ya Tanzania chini ya rais wetu Mama Dr. Samia Suluhu Hassan ambayo imetambua uwepo wa kundi hili la watoto wenye mahitaji maalum. Usijisikie vibaya kwa kuwa Mungu amekupa zawadi ya mtoto mwenye ulemavu au mahitaji maalum. Umepata mtoto mlemavu, basi ndio tumfikishe mahala kwenye vituo kama hivi, na kama hivi wengi wanaona umuhimu mahala pa kuja kuwaona watoto, lakini ukibaki naye nyumbani inakuwa ni ngumu. Aidha, wanawake hawa wametoa msaada wa mahitaji mbalimbali kwa watoto wenye uhitaji maalum ikiwa ni sehemu ya maadhimisho ya siku ya mwanamke duniani. Kilichotuleta hapa kikubwa ni upendo. Kwa sababu tulichonacho sio kwamba ni kikubwa sana, ni sehemu tu ndogo, ni uwezo tulionao. Nipende kuwashukuru akina mama au walezi wetu ambao mmekuja kutuona kwa mara nyingine tena siku hii ya leo kampuni ya Tanwat. Kwa upande wake msimamizi wa kituo cha Kibena Mwalimu Sanga Kunogwe amesema kituo hicho kinahudumia watoto 80 wenye mahitaji maalum lakini kinakabiliwa na changamoto mbalimbali. Tuna uhitaji wa baisikeli kwa ajili ya watoto wetu wanaotambaa. Watoke ili waweze kutembea kutoka bwenini kwao wafike darasani kwa ajili ya kujifunza. Lakini pia kwa hiyo unapokatika watoto wanakuwa kwenye giza. Kwa hiyo tukipata kasola kwa ajili ya kufunga, tupata hata yenye taa 2 3 kwa ajili ya mwanga tu, tutashukuru sana. Katika hatua nyingine, wanawake hao wameshiriki kongamano maalum lililohudhuriwa na mkuu wa wilaya ya Njombe Juma Sweda kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Njombe, ambapo wakizungumza na wanawake hao amekuwa na haya ya kusema. Wanawake mnao umuhimu mkubwa sana kwenye familia, kwenye jamii, lakini kwenye taifa. Mna umuhimu mkubwa sana kwenye malezi. Ripoti kutoka kituo cha kulelea watoto kilichopo shule ya msingi Kibena kata ya Ramadhani halmashauri ya mji Njombe mkoani Njombe. Mimi ni Michael Patrick, Channel 10. Kamati ya uhamasishaji, ukusanyaji, ugawaji wa nafaka za iftar na daku mkoani Pwani wamekusanya na kugawa futari na daku katika mwezi mtukufu wa Ramadhan kwa watu 5,000 mkoani humo. Kamati hiyo ya iftari mkoa wa Pwani imetoa iftari kwa ajili ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa wahitaji zikiwemo taasisi mbalimbali, magereza, shule za msingi pamoja na makundi maalum. Kwa mwaka huu alhamdulillah tumejaliwa kukusanya vitu kwa uchache ambavyo tutavigawa leo. Ni vitu vifuatavyo: mchele tani 7.6, sukari tani 1, maharage tani 2.2, tambi box 59, tende katoni 29, mafuta lita 20 dumu 29 na sembe za kilo 10 viko viloba 29. Kwa hiyo kwa leo pekee thamani ya vitu ambavyo tutavigawa kwa ajili ya iftari ni 1,35,928,700. Hili ni jambo ambalo tunalifanya linaendelea, ni endelevu kila mwaka. Sheikh wa mkoa wa Pwani Hamisi Mtupa ambaye pia ni mlezi wa kamati hiyo anaeleza lengo la kuanzishwa kwa kamati ya iftari miaka 7 iliyopita. Kamati ya iftari mkoa wa Pwani lengo lake kuu ni kuwapunguzia makali na changamoto za mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani makundi maalum kule shuleni. Tunajua mna sehemu ya iftari, lakini sisi kama vile kubusti, lakini tuna ndugu zetu wa magereza, tuna yale makundi maalum ya viziwe, walemavu, wajane. Wote hawa kamati inakusudia kuwafikia kwa kile ambacho inakikusanya. Malezi mema na maelekezi mema ya shekhi wetu wa mkoa yametufanya ndani ya miaka 7 hii toka 2018 mpaka 2025 kuweza kudumisha utamaduni huu ambao ni waheri na ambao na manufaa makubwa na unaendelea kuzaa matunda makubwa. Tumekuwa tukishirikiana kwa karibu sana na Mheshimiwa Sheikh Mtupa pamoja na wasaidizi wake katika kuhakikisha kila kipindi hichi kinapokuwa kinajitokeza cha mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, basi tunashiriki pamoja. Ripoti kutoka mkoa wa Pwani,
Mimi ni Margaret Malisa wa Channel 10. Halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi CCM mkoa wa Kigoma imetoa tamko la pongezi kwa serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutoa fedha takriban trilioni 11.5 kwa ajili ya utekelezaji wa miradi mikubwa ya maendeleo na hivyo kufungua mkoa huo kibiashara katika ukanda wa nchi za magharibi. Tupate taarifa zaidi. Halmashauri kuu ya mkoa inampongeza Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kutuletea fedha nyingi za maendeleo katika mkoa wetu wa Kigoma, zaidi ya trilioni 11.5, fedha ambazo zimeleta mabadiliko makubwa ya maendeleo katika sekta zote. Tamko hilo limetolewa wakati wa kikao cha kupokea taarifa ya utekelezaji wa ilani ya chama iliyowasilishwa na mkuu wa mkoa wa Kigoma Tobias Ndengenye, ambapo wanachama, viongozi wa matawi, kata na wilaya wametakiwa kuisemea miradi hiyo. Tulikuwa tukielekeza itengenezwe barabara, serikali inafuata, inatengeneza barabara, inatoa pesa, inatengeneza barabara. Hospitali, serikali inatoa pesa, inatekeleza ile ilani ya Chama cha Mapinduzi. Ndio kitu cha msingi. Sasa na ninyi mtoke kwenda kujizungumzia hiyo miradi kwa ubora wake, kuipongeza serikali inayotokana na Chama cha Mapinduzi, haswa kama azimio lilivyosoma hapa la kumpongeza mwenyekiti wetu wa chama na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuleta fedha nyingi kwenye mkoa wetu. Mkayaseme kwenye maeneo yenu. Pongezi hizo zilienda sambamba na za uongozi wa mkoa kusimamia vyema miradi ya maendeleo, ambapo mkuu wa mkoa wa Kigoma, Kamishna Jenerali mstaafu wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji Tobias Ndengenye ameahidi kuendelea kusimamia vyema miradi hiyo ili iwe na tija kwa wananchi. Na sisi kwa kweli tutaendelea kuilinda hii heshima mliotupa na pongezi mlizotupa kwa kuendelea kufanya kazi na kuendelea kutafsiri maono na maelekezo ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye angependa kwa kweli fedha zote zinazopatikana ziende zikawaguse wa Tanzania na hasa wa chini. Awali, kamati ya siasa ya mkoa ilikagua utekelezaji wa miradi katika halmashauri zote za mkoa wa Kigoma na kueleza kuridhishwa na mwenendo wa miradi hiyo. Mwajabu Hoza, Channel 10, Kigoma. Jamii imekumbushwa kuwajali wafungwa na maabusu waliopo gerezani kwa kuwakumbuka kwa hali na mali kama ishara ya kuwajali na kuonyesha upendo ili warejeapo uraiani wawe watu wema. Wito huo umetolewa na Chama cha Wafanyakazi wa Viwanda, Biashara, Taasisi za Fedha, Huduma na Ushauri TWICO baada ya kutembelea gereza la maabusu Segerea kwa upande wa maabusu ya wanawake lililopo jijini Dar es Salaam, ambapo wito ukatolewa kwa wanawake kujiepusha kukaa kwenye mazingira hatarishi ambayo yanaweza kuwapelekea kujikuta wako maabusu. Jamii sasa hivi upendo umepungua sana. Watu wanashindwa kusameheana na inapelekea kufikishana sehemu ambayo wao wenyewe wangeweza kulimaliza, lakini mwisho wa siku wanajikuta wanakwenda mahali wakatolewe maamuzi ambayo lazima mmoja aumie. Lakini mkikaa wenyewe kama mmekubaliana mkasameheana, kuna vitu ambavyo huwezi kufikishana hata polisi. Huu ni utamaduni wetu ambao tunaufanya mara kwa mara, si katika vipindi tu vya maadhimisho au sherehe, bali ni utamaduni wetu katika nyakati tofauti. Na tunapata msukumo mkubwa kwa sababu tunaamini waliopo katika magereza pia ni sehemu ya familia yetu, na sisi tunaona hatuna budi ya kuungana nao kwa sababu pia na wenyewe ni wanachama kama wanachama wengine, ni wanafamilia kama wanafamilia wengine. Nijisikia furaha kwa sababu tunapokuja kuwaona wanawake wenzetu ambao wako huko, tunakuja kuwaona, kuwapa zawadi kwa sababu ni jamii yetu, hatuwezi tukawatenga. Wote tuko familia moja. Na sasa ni habari za michezo ambako tunaelezwa Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Profesa Palamagamba Kabudi amezindua program maalum ya Rise Her Sports Club ya michezo kwa ajili ya wanawake na wasichana, uzinduzi uliofanyika kwenye viwanja vya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Tupate taarifa zaidi. Waziri Kabudi amesema kuwa serikali kwa kushirikiana na wadau wa vyama na mashirikisho ya michezo nchini imehakikisha kuwa wasichana wanapata fursa sawa ya kushiriki katika programu mbalimbali za michezo, huku akiwapongeza waandaaji na viongozi wanachama wa Rise Her Sport Club kwa jitihada zao za kujitolea, ikiwa ni ishara ya maendeleo na fursa kwa wanawake na wasichana. Tukio hili linafanyika wakati mwafaka kabisa.
Serikali kwa kushirikiana na wadau, vyama na mashirikisho ya michezo nchini imehakikisha kuwa wasichana wanapata fursa sawa ya kushiriki katika programu mbalimbali za michezo. Mfano halisi ni uwepo wa ligi za michezo mbalimbali ya wanawake zilizochangia kwa kiasi kikubwa kuimarisha timu zetu za taifa za wanawake. Nyote ni mashahidi na mnaona ambavyo timu zetu za taifa za michezo ya golf, WAB, kikapu, kuogelea na mpira wa miguu zinavyofanya vizuri na kupeperusha vyema bendera ya nchi yetu. Viongozi wa Rise Her Sports Club, wanachama na wadau wote waliofanikisha hatua hii muhimu. Ni jambo la kujivunia kuona jitihada za makusudi zikifanyika kuinua vipaji vya wasichana na kuwapa nafasi ya kufanikisha ndoto zao ndani na nje ya uwanja wa michezo. Witness Matiku, Channel 10. Mwisho wa taarifa yetu ya habari. Baada ya muda mfupi tutapata fursa ya kuangalia vichwa vya habari vilivyopewa kipaumbele katika magazeti yaliyotufikia hivi leo. Endelea kuwa nasi.